kuna hadithi ipo katika vitabu inaendana kabisa na nyakati tulizo nazo. Hadithi hiyo nataka niende nikakusimulie kabla sijakwambia kile ambacho niliweza kukiona katika maono katika usiku wa leo. Sijajua kama usiku wa leo, usiku wa kuamkia leo. Yes. Kwa hiyo kuna hadithi moja ipo katika vitabu, na hiyo hadithi ilishawahi kutokea mwaka 1161. Na huu mwaka kihisabati ukijumlisha ndio mwaka unaoendana kabisa na mwaka 2025. Ukizijumlisha namba za 1161 ili uipate namba moja, unaipata namba 9. Ukajumlisha mwaka tulionao sasa 2025, ukijumlisha ili uweze kupata namba moja, unapata namba 9. Na kumbuka hiyo hadithi ya mwaka 1161 inafanana kabisa na mazingira tulionayo leo. Na hiyo hadithi ipo hivi: kuna malkia mmoja alikuwa amefiwa na mume wake. Huyo malkia baada ya kufiwa na mume wake akawa ametawazwa kuwa malkia. Wakati ametawazwa kuwa malkia, ile nchi ilikuwa inamsonga kwa sababu ilikuwa ina wajanja wengi na watu wengi sana waliweza kuwa na ufahamu mkubwa sana wa namna ya kuteka vitu vya kifalme. Sasa tatizo la huyo malkia wa nchi ya Venezuela, alipinduliwa na mfanyakazi wa aliyekuwa marehemu mume wake. Sijui kama unanielewa. Alipinduliwa, na tarehe ya kupinduliwa kwa huyo malkia wa Venezuela mwaka 1161 ilikuwa ni kwa sababu yule mfanyakazi wa mume wake aliona yule malkia wanamuibia mali, watu wajanja wanatokea katika ufalme wake na kumwadaa na kumdanganya na kumfariji. Kwa hiyo akaona ni bora ampindue. Ukienda kusoma kitabu kinaitwa Marks of Venezuela Historical, utaikuta hii hadithi ambayo na kusimulia sasa. Kwa hiyo sasa tarehe aliyopinduliwa yule malkia wa nchi ya Venezuela ilikuwa ni tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 1161. Na ndio maana mara ya kwanza nimekwambia ya kwamba kuna historia ambayo inaendana na majira haya tulionayo. Tukumbuke kabisa kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 yako makundi matatu. Makundi mawili makubwa na kundi moja lisilo rasmi. Kundi moja linasema tunatoka kwenda kumchagua kiongozi kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamtaka kila mmoja aweze kumchagua kiongozi anayemtaka. Kwa hiyo wapo watu ambao wanasema sisi tunatoka kwenda kuwachagua viongozi ambao tunataka watusimamie. Lakini lipo kundi lingine ambalo hili lipo katika mitandao ya kijamii, linasema ya kwamba hatutoki kwenda kutiki na tunataka ya kwamba mabadiliko yafanyike. Ndo ya wale wanaosema no reform no election. Lakini kuna kundi lingine ambalo hili sio rasmi, alipo ya kwamba tunatoka au hatutoki, yani lenyewe lipo hapa katikati. Lakini hawa watu wote wapo katika mlolongo. Sasa nilipokuwa nikijaribu kuitazama tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2023, nilipokuwa naisoma historia ya nchi ya Venezuela ya huyu malkia ambaye alipinduliwa mwaka 1161, ikanishangaza sana. Ikanishangaza. Na kwa nini ilinishangaza? Ilinishangaza kwa sababu wananchi wa nchi ya Venezuela mwaka 1161 walikuwa wamejipanga kwa ajili ya kumpindua yule malkia. Lakini sasa walipokuwa wakimtazama mfanyakazi wa yule malkia, waliona yupo sambamba na malkia. Lakini ukweli kimwili yuko sambamba na malkia, lakini katika nafsi yake anasema huyu malkia nitampindua muda wowote na saa yoyote asiyozani.
Sasa nilipokuwa nikisoma historia hii, si kwamba huyu msaidizi wa Malkia aliona tamaa ili aweze kuongoza yeye nchi ya Venezuela. Hapana. Ukisoma katika ile historia, kwa sababu Venezuela zamani ilikuwa ni sehemu ya dini, ilikuwa ni sehemu kubwa sana ya mambo ya kidini. Kwa hiyo unaambiwa kwamba roho ya Mungu iliingia kwa huyu mfanyakazi wa Malkia ili aweze kufanya mapinduzi ndani ya nchi ya Venezuela, ili yeye aweze kukamata ile nafasi ya kifalme, ambaye yule mfalme aliyekufa alikuwa mfanyakazi wa huyu ambaye anataka sasa kumpindua Malkia, na anampindua kwa sababu ya maslahi mapana ya nchi ya Venezuela. Mimi sijui kama kuna mmoja ananielewa mahali hapa. Nataka unielewe. Ukinielewa litakuwa ni jambo zuri sana. Ukinielewa kidogo tu itakuwa ni jambo zuri sana. Watu wengi wamekuwa wakitamani kujua ni nini ambacho kitakuja kutokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Sasa ukisoma katika historia hii ya Venezuela ya mwaka 1161 ndo unakuta katika nyakati tulizopo sasa hivi ndizo zipo. Sasa kila mmoja anategemea kuona labda pengine mambo yatakuwa kama yalivyokuwa katika historia hii ambayo nimeisimulia. Sasa nimekuwekea hisabati nyepesi hapo. Kumbuka kabisa kwamba historia hii ni ya mwaka 1161 na ilitokea tarehe 29 mwezi wa 10. Kipindi hicho sijui kama mwezi wa 10 ulikuwa unaitwa Oktoba, sielewi, lakini tarehe iliyoandikwa ni hizo ambazo ninakuandikia hapa uweze kuziona. Kwa hiyo ni hisabati fulani ambayo ni nyepesi sana, hisabati fulani ambayo kiukweli inanishawishi kuendelea kuliombea taifa la Tanzania, kwa sababu nchi ya Venezuela ilipata mapinduzi makubwa, na mapinduzi ambayo yalikuwa yametokea yalikuwa yametokea ndani ya ufalme, licha ya kwamba nje ya ufalme walipanga kuupindua ufalme, lakini walikuwa na mashaka kwa sababu ndani ya ufalme walionekana watu ni kitu kimoja, lakini ukweli ni kwamba ndani ya ufalme kilikuwa sio kitu kimoja. Kulikuwa kuna usaliti unaoendelea, na usaliti ulikuwa si kwa sababu ya maslahi ya mtu binafsi. Usaliti huu uliokuwa unaendelea ni kwa sababu ya maslahi mapana ya nchi ya Venezuela. Mwaka 1161 ukijumlisha ili upate namba moja unaipata namba 9. Mwaka 2025 ukijumlisha namba hizi ili upate namba moja unaipata namba 9. Na tukumbuke kabisa kwamba yale ninayokusimulia hapa yalitokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 1161. Mwaka 1161. Sasa angalia jinsi ambavyo inalileti na tarehe tulizonazo leo. Mungu wa mbinguni akusaidie uweze kuelewa ni nini ambacho nakiongea mahali hapa. Ubarikiwe sana.